Kiwanda hicho kilianzishwa mnamo mwaka 1985 kikiwa kinamilikiwa kwa 100% na serikali kupitia Shirika la Maendeleo la Taifa NDC kabla ya kubinafsishwa kwake mnamo mwaka 2004. Kwa sasa kinamilikiwa na kampuni ya Rai Limited kutoka nchini Kenya. Licha ya kupita kwa muda mrefu tangu ubinafsishaji huo, wafanyakazi hao wastaafu wanasema bado wanadai malipo yao ya haki yaliyotokana na ajira zao wakati wa kiwanda hicho kikiwa chini ya serikali. Alikata rufaa, lakini aliposikilizwa kilichofuata alilipa sehemu inayomwangukia, lakini serikali hawajatulipa hata senti mpaka leo hii. Kwa hiyo tunaomba sana mama, tunamuomba sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tunaomba sana tusaidie, kwa sababu tunateseka sana. Tumepoteza nguvu nyingi miaka mingi tulipokuwa vijana, lakini sasa hivi tumeshazeeka, hatuna kitu, hatuna PPF, hatuna kipato chochote. Tunaomba sana, kwa sababu yeye ni mama, atatuhurumia, na kwamba ni kiongozi anaonyesha kwamba anatenda haki kwa watu wake. Kwa hiyo tunategemea kwamba atatutendea haki na sisi. Naomba sana atusaidie, na kwa sababu yeye ni kiongozi mkuu, basi anaweza kutufanyia vyovyote vile ili sisi tukaweza kulipwa. Tunadai karibu bilioni 24. Kingine, labda kwa msaada, serikali inaweza kaona kwamba labda ile hela ni kubwa mno. Natoa wazo kwamba wamuombe yule Rai Group of Kenya ambaye anasimamia sasa hivi, ambaye ndio mbia kwenye kile kiwanda, atoe hiyo hela. Kuongea na viongozi wa chama, hata viongozi wa viwanda wanakuja wanatueleza kwamba mama anataka kumaliza hili swala, lakini wakiondoka basi wamekuwa wameondoka. Ombi lako kwa serikali? Ombi langu kwa serikali, namuomba mama rais atuonee huruma. Ikiwezekana yeye mwenyewe atukutanishe sisi tuliokuwa wafanyakazi, viongozi wetu tuliokuwa wafanyakazi na hizo wizara zinazohusika. Kuna wizara ya viwanda, uwekezaji na hazina. Tukae pamoja ili hili swala tujue namna gani ya kulimaliza. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wastaafu hao wameeleza kuwa wamechoka kusubiri na sasa wanaomba serikali ichukue hatua za haraka ili waweze kulipwa stahiki zao. Aidha, wameeleza kuwa malipo hayo ni muhimu kwao kwa maisha ya sasa, hasa ikizingatiwa kuwa wengi wao ni wazee na wanategemea fedha hizo kukidhi mahitaji yao muhimu ya kila siku. Rais Samia Suluhu Hassan katika kipindi kilichopita cha uongozi wake akiwa ziarani mkoani Iringa aliahidi serikali yake kushughulikia swala hilo. Madai ya waliokuwa wafanyakazi wa kiwanda cha Mgololo. Madai haya ndugu zangu, huko nyuma tulilipa, mwekezaji alilipa, serikali ililipa, lakini bado kumetokea madai mengine. Nimemleta waziri wa mipango na uwekezaji aje kuwasikiliza. Amewasikiliza, tumepokea madai, tunakwenda kuyahakiki, na yale ambayo yataonekana ni madai ya halali, serikali italipa. Ndugu zangu, hakuna ambaye haki yake hataipata. Wastaafu hao wanaamini kuwa utekelezaji wa ahadi hiyo utaleta nafuu kubwa kwao na familia zao. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.